Katika habari inayotrendi muda huu mtandaoni ni ile habari ambayo inamhusu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Wote tunajua yupo mahabusu sasa hivi kwa kesi ambayo alifunguliwa ya uhaini. So mpaka sasa hivi kesi yake bado haijasikilizwa, ambapo imepangwa kusikilizwa tarehe 24 ya mwezi huu wa 4 mwaka 2025. Sasa polisi mkoa wa Dar marufuku mikusanyiko Kisutu April 24 kwenye kesi ya Lissu. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewaonya wananchi dhidi ya kujitokeza katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu April 24, 2025 wakati mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu atakapofikishwa mahakamani kusikiliza kesi ya uhaini inayomkabili. Polisi wamesema yeyote atakayejitokeza atachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Onyo hilo limekuja kufuatia wito wa makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche aliyehimiza wanachama wa chama hicho na wananchi kufika kwa wingi mahakamani siku hiyo. Heche alitoa wito huo April 16, 2025 katika mkutano wa hadhara uliofanyika viwanja vya Mbezi, wilaya ya Ubungo, ambapo alihutubia mamia ya wananchi na kuwataka wafike mahakamani bila silaha wala fujo, wakiwa wamebeba vitambaa vyeupe na maji. Akijibu wito huo, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mlilo amesema leo April 17, 2025 kuwa jeshi la polisi limefuatilia kwa karibu mipango ya viongozi wa Chadema na kubaini kuwa kuna mpango wa kufanya vurugu siku hiyo. Lengo la vurugu hizo ni kushirikiza mamlaka za kisheria kumwachia kiongozi wao ambaye anatuhumiwa kwa makosa ya jinai, amesema Mlilo. Ameongeza kuwa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam inawakumbusha wahusika kuwa mahakama ni chombo huru cha kisheria ambacho hakipaswi kutishwa wala kuingiliwa katika utekelezaji wa majukumu yake. Wakati huo, kamanda Mlilo ametoa onyo kali kwa wote wanaohamasisha au kushiriki mpango huo, akisisitiza kuwa watashughulikiwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Tundu Lissu alifikishwa mara ya kwanza mahakamani na kusomewa shtaka la uhaini baada ya kukamatwa mkoani Ruvuma alipokuwa akifanya ziara ya kuhamasisha ajenda ya chama chake ya hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi, yani no reforms, no election. Kabla ya kusomewa shtaka hilo, taarifa ya jeshi la polisi iliyosainiwa na kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Maro Chirwa, alieleza kuwa Lissu alikamatwa kwa tuhuma za uchochezi na anashikiliwa kwa ajili ya mahojiano. Katika hatua nyingine, kamanda Mlilo amesema jeshi la polisi limejipanga kuhakikisha kuwa waumini wa dini ya Kikristo wanasherehekea kwa amani na utulivu katika kipindi hiki cha sikukuu. Alianza kwa kusema, tunatoa wito kwa wazazi na walezi kuwa na uangalizi wa karibu kwa watoto wakati wa matembezi na mikusanyiko mbalimbali. Pia nyumba na makazi yasiachwe bila uangalizi wakati wa sherehe hizi. Kamanda Mlilo aliyasema hayo. Sasa hayo ndo yanayoendelea hususan kwenye kesi ambayo inamkabili Lissu, ambapo wananchi na wanachama wa Chadema wanapewa onyo ya kutokusogelea mahakamani hiyo siku kwa ajili ya kwenda kusikiliza kesi hiyo. Lakini nikataka niangalie maoni ya watu tofauti wao wanasemeje. Lakini kuna huyu wa kwanza, yeye anasema kwa hiyo kwenda kusikiliza kesi ni kosa, anauliza. Wakati huo mwingine akauliza kwamba mbona hamjiamini nyie, yani kama anawauliza polisi. Lakini mwingine akasema anayeleta jeuri piga, kwa maana anawasapoti polisi.
Wa mwisho yeye akasema hawa polisi wetu wanatumia nguvu sana ya kuwazuia wananchi kwa mtu wanayempenda. Lakini wa mwisho kabisa yeye akasema mahakama inaweza kupeleka au kusikiliza kesi ikiwa Chamber Court huwezi zuia utaratibu wa mahakama. Sasa kama itakuwa Chamber Court, wewe unaenda kufanya nini? Si unatafuta ugomvi na Mulilo tu hapo? Yeye alikuwa anamsapoti Mlilo. Sasa wakati haya yakiwa yanaendelea kutoka kwa kamanda wa polisi kanda ya Dar es Salaam Mlilo, huku pia tunaambiwa kwamba Chadema wawasilisha utetezi ndani ya siku 21 katika kesi ya mgawanyo wa rasilimali. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimepewa siku 21 na Mahakama Kuu Masjala ndogo Dar es Salaam kuwasilisha utetezi wake mahakamani hapo wa maandishi, yani Written Statement of Defense WCD, wakati kesi ya mgogoro wa mgawanyo wa rasilimali na uendeshaji inayowakabili. Kwa maana hiyo chama hicho kimeamliwa kuwasilisha mahakamani hapo utetezi wake huo kabla ya mpaka kufika Mei 9, 2025. Amri hiyo imetolewa leo April 17, 2025 na Jaji Hamidu Mwanga anayesikiliza kesi hiyo ilipotajwa kwa mara ya kwanza. Kesi hiyo ya madai namba 8323 ya mwaka 2025 imefunguliwa na Said Issa Mohamed ambaye anajitambulisha kama mwanachama na makamu mwenyekiti mstaafu wa chama hicho, Ahmed Rashid Hamis na Maulida Anakom ambao wanajitambulisha na wajumbe wa bodi ya wadhamini wa chama hicho. Katika kesi hiyo mshtakiwa wa kwanza ni bodi ya wadhamini wa Chadema, huku katibu mkuu wa Chadema akiwa mshtakiwa wa pili. Mawakili waliowakilishwa na Chadema ni Jeston Justin na John Chogomo wameiomba mahakama iwape muda wa siku 21 kuandaa na kuwasilisha utetezi wake kwa mujibu wa sheria. Wakili wa wadai Shabani Marjani hakuwa na pingamizi dhidi ya ombi hilo na Jaji Mwanga pia akaridhia. Maombi ya upande wa kawaida yamekubaliwa na wamepewa siku 21 kutoka leo April 17, 2025 kuwasilisha utetezi wake. Hivyo wadaiwa mnaelezwa kuwasilisha mahakamani utetezi wenu kufikia au kabla ya Mei 21, 2025, amesema Jaji Mwanga. Pia Jaji Mwanga amepanga kuwa kesi hiyo itatajwa tena mahakamani hapo Mei 12, 2025 kwa ajili ya kuangalia kama maelekezo hayo yatakuwa yamekamilika na kwa ajili ya amri nyingine muhimu. Katika kesi ya msingi, walalamikaji wanaiomba mahakama itamke na kuamuru kuwa wadai wamekiuka sheria zinazohusiana na vyama vya siasa na katiba ya chama hicho, wakidai kuwa kumekuwa na mgawanyo usio wa sawa wa mali za chama na rasilimali za kifedha kati ya Tanzania, Zanzibar na Tanzania bara. Pia wanadai kuwa kuna ubaguzi wa kidini na kijinsia pamoja na kutoa maoni na matamko yaliyo na nia ya kuvuruga muungano kati ya pande mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Walalamikaji pia wameiomba mahakama itoe hukumu na amri dhidi ya wadaiwa kwamba wamekiuka kifungu cha 6A kifungu kidogo cha kwanza cha pili cha 5 cha sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 marejeo ya mwaka 2019. Pia wanaiomba mahakama hiyo itamke kwamba ugawaji wa fedha, mali na rasilimali kwa ajili ya shughuli za kisiasa na kiutawala kati ya Tanzania bara na Tanzania Zanzibar unaofanywa na wadaiwa ni kinyume cha sheria na ni batili, na hivyo mahakama itamke na kuwaelekeza wadaiwa kuzingatia kifungu cha 6A
kifungu kidogo cha kwanza stroke cha pili stroke cha tano stroke na sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 marejeo ya mwaka 2019. Pia walalamikaji wanaomba kusitishwa kwa muda kwa shughuli zote za kisiasa hadi hapo kutakapokuwepo na utekelezaji wa maagizo ya mahakama. Pia wanaiomba mahakama hiyo itoe amri ya zuio la kudumu dhidi ya matumizi ya mali, fedha na rasilimali za chama hadi wajibu maombi watakapotekeleza matakwa ya sheria husika, na pia iamuru wadaiwa walipe gharama za kesi hiyo na itoe nafuu nyingine yeyote ambayo mahakama mahakama itaona inafaa kuizitoa. So hiyo ni taarifa nyingine ambayo bado Chadema na wenyewe wanaendelea kusukumana na kuendelea kufukuzana. Mambo ni mengi Chadema. Mwenyekiti wao amekamatwa, amepewa kesi ya uhaini, lakini huku nje pia Zanzibar na bara bado wanaendelea na wenyewe kuvutana. Kuna namna ambavyo kama migawanyo inawasumbua, so bado wamepelekana mahakamani. Vitu vingi vinaendelea, so tusubiri tuone Chadema inaenda wapi, au ndio inaenda kufa au ni vipi, maana mambo yamekuwa mengi. Wenyewe kwa wenyewe wanagombana, so sisi wenyewe hatuelewi ni nini ambacho kinaendelea huko Chama cha Demokrasia na Maendeleo.